sana. Mfano, tuna mfano mzuri kabisa. Tunaona, hebu tuutumie. Ni jambo zuri. Kwa mfano, kesho kutwa hapa siku na kikoba. Bwana asifiwe sana. Siku na kikoba. Kwa hiyo kila mtu anajitahidi ili aweke hazina. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa nguvu zozote anajitahidi mtu ili siku ya kesho kutwa, yani hapa kila mtu yuko na waka na haha anafanya jitihada ili apate kwenda kugonga. Jamani, sio jambo baya, tunalitolea mfano, ni jambo zuri. Bwana asifiwe sana. Lakini kinachofanyika pale si kwamba kuna mtu anakuwa na hela ndani, lakini anafanyaje? Anafanya jitihada mpaka apate, maana ile ni jambo kwake muhimu na ni sawa, kwa sababu ni mahali pa kuweka hazina. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa jitihada zaidi ya kama hiyo, sasa ndio inatakiwa ufanye ili Roho Mtakatifu hakikishe kwamba unabatizwa ndani. Uhakikishe hiki kitu ndani ya moyo wako kinaimba kwamba sasa wewe ni mali ya nani? Ya Mungu. Bwana sasa. Mtu aliyebatizwa, mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu huwa na ushuhuda wa ndani kwamba ni mali ya Mungu au kwamba ni wa Mungu. Bwana sasa. Kuna amani. Huyo mtu anakuwa na amani. Anakuwa na amani ya namna gani? Anakuwa na amani kwanza na Mungu. Bwana sasa. Ninaposema anakuwa na amani na Mungu, unaonaje unapokuwa umekosana na mtu huna amani naye? Kuna ukaribu? Bwana sasa. Hakuna ukaribu. Kwa hiyo kitu kinachokosekana ndani yako na yeye, wewe hivyo hivyo na yeye hivyo hivyo. Bwana sasa. Sasa inatakiwa afike pahali mtu mmoja wapo angaraa thubuta ole tu kwamba sasa imefika wakati tu patana. Bwana sasa. Naona mwaka 88 ngumi zilipowaka pale Kitete. Bwana sasa. Pale Kitete, kanisa la Kitete pale TAG. Ziliwaka, wale vigogo wawili walikuwa pale madhabahuni. Bwana sasa. Bwana asifiwe. Ngumi zikaunguruma, wale vigogo walikuwa wamekaa madhabahuni. Zikaunguruma ngumi. Mzee Rusita alibebwa begani mpaka kituo cha polisi. Marehemu Mzee Rusita. Bwana sasa. Lakini hawa mwasekaga walimkata kidole na meno. Ilikuwa ngumi za hatari. Hiyo ilikuwa mwaka 88. Bwana sasa. Seke lilikuwa pale, lilikuwa halitoshi. Lakini wamekuja kupatana mwaka gani? 2008, baada ya miaka 20. Wamepatanishiwa wapi? Kwenye kongamano na wachungaji na wake zao wa Kakobe, Dar es Salaam. Ndipo wakakutana, wakapatanishwa, wakakumbatiana. Emmanuel Lazaro na Moses Kurola. Bwana sasa. Lakini humu katikati kote walikuwa wanapishana kama sijui tuite nini, kama maadui. Bwana sasa. Sasa huyu mtu ambaye amebatizwa katika Roho Mtakatifu, kwanza ana amani na nani? Na Mungu. Ana amani na Mungu. Huyu mtu ana uhakika wa wokovu. Bwana sasa. Ndani ya maisha yake ana uhakika kwamba kweli nimeokoka.
sababu na mahusiano mazuri. Lakini kama huna mahusiano mazuri, kila mtu anakwenda amevinua mdomo, mwingine huku mwingine huku, hakuna mawasiliano. Unaona tuli na tutuza limeingia tu basi.